want her. Yes, let's appreciate Sky as she comes. Hata yeye apande tu hapa juu aweze kuleta tributes zake. Tunashukuru sana kwa hilo. Thank you. Thank you. Welcome. Yes. Good afternoon. Praise God. Praise God again. This is my tribute to my mom. The last thing that I have to say here. We all gather here to remember and see the woman we all once loved, Betty Bayo, simply known to me as Mom. I know that my mother is no longer with me anymore, and I won't have the privilege to make any more memories but I believe again, and that the same woman who changed the Kenyan gospel industry will also change my life. We've been through so much that the public eye doesn't see. The haters might jump into conclusions after slight misconceptions, not knowing how much practice and dedication she puts to give Kenya the best quality of her work. My mother had a lot of hopes and dreams for me. She wanted me to reach heights. Hakuna kitu huwa inasinya mwanamke kama tumbo ya chini, na kila akonayo amejaribu kila kitu ndio aimalize. Si diet, mazoezi, hata slimming tea, but iko tu. Lakini sasa hii slimming ginger oil ina nguvu ya kuchoma mafuta sugu ya tumbo ya chini, mikono na mapaja. Ni ajabu sana. Unapaka tu mahali unataka kupunguza. Paka tu usiku kabla ya kulala, inayusha mafuta ukiwa umelala. Within weeks utakuwa ushapata flat tummy. Ni safe sana na asili. Imekubalishwa na madaktari. Wanawake wengi wameshaingundua. I'm so unreal. As some of you know, my mother is very strong, and the sickness started with small headaches, and after that it got so severe she had to go to a small hospital nearby our house. The rest is too painful to explain, but my mother was in severe pain, yet she tried to smile for us. I remember the words I told her like it was yesterday. I told her that when we saw her in AAR, she came out with on a hospital bed, like tubes all around her mouth and nose. And I only saw her for like 2 minutes because like there were so many people there. But then I forced myself into the ambulance to like talk to her alone. I told her that we miss her and we love her, and it's so sad to come back home to not see your mom there anymore because she's sick in the hospital. I used to come to school telling myself when I come back home I'll see mom. You know, she used to have a favorite like spot where she would sit down. So I would always imagine come back home and see her there, but I never saw her. I never saw her, but she wasn't able to talk back. She wasn't able to move, but tears ran down her cheeks, and she tried her best to talk back and tell me things, but she wasn't able to tell me. It's hard to see your mother on a hospital bed with many tubes coming in and out of her mouth. Of her mouth, and trying to fight for her life. The day I got pulled out of school and was told my mother wanted to visit me, I had high hopes, thinking they were ready to tell me she's ready to leave, but that was not the case. But that was the day my mother was no more. It was 10th November 2025, which was last week. It's not easy, but I'll try my best to stay strong for my little brother Danny and everyone around us. Rest in peace, Mom. We love you.
Thank you, Sky. Let's encourage her. Let's encourage her. Thank you. Thank you. Thank you so much. We got another very special tribute. Very special for our mom. That is Mom to Betty. And I pray that if it's ready, we get it now. Just to mention is that Mom to Betty is watching us all the way from the US, and we acknowledge the team in the US that was part of the planning committee. We acknowledge what you've done, and we appreciate you so very much. Naomba muweze kunisikia, tuwapigie watu wetu wa majuu makofi, maana wametusaidia sana. We've walked the journey together with them in Jesus' mighty name. If you are ready for the tribute from our mom. Watu wa mitambo tafadhali. This moment is very crucial. We are waiting for that tribute. And as you are aware today, we have the State of the Nation address. That's why kidogo meona tumeweza kubadilisha ratiba yetu, so that wale wote ambao ni honorable members wametutembelea mahali hapa wataweza pia kuhudhuria the State of the Nation address, na hivyo tungependa wawe part of this and also part of what will be happening in the afternoon. We are ready? Okay. If you are not at this juncture, I would love to welcome Hiram Gitau for his tribute. Yes, tuweze kumleta Hiram Gitau. Tumpigie makofi hadi afike. Thank you, Bwana Gitau. This is your opportunity. Karibu. Praise God, church. Praise God. God is good. To Your Excellency, Deputy President, Professor Kithure Kindiki, all protocols observed, I would like to extend honorable. And now I'm going to give my tribute. I'm going to read my tribute to my dearest wife. There is a silence in our home. Now that echoes, there is a silence in our home now that echoes. It is a heavy, profound quiet where your laughter used to live. My soul knows a new raw footprint, a landscape of loss shaped entirely by your absence. In losing you, I have lost the compass by which I navigated the world. The pain is a constant, low hum. I find myself turning to share a thought with you, only to find empty space. I reach for you in the night and find cold sheets. The small sacred rituals of our life, the shared glances over the children's heads, the soft conversations after long days, the simple act of caring a moment of facial care together are now aching memories. I am a man learning to walk with a weight he can never put down. But hear this, my love, and hold it close in your eternal rest.
My commitment to our children is now the very agent of my life. They are our living legacy, the most precious pieces of you left on this earth. I want you to have a divine peace in your spirit, because my commitment to you for our children, Sky and Denise, starts that I will always respect their decisions to the best of their interest, while also jealously guarding the love you instilled in our family. I will guard their hearts with a ferocity you would recognize. I will be fortress against the world's storms, ensuring they never doubt for a single moment that they are cherished, wanted, and adored. The boundless, effortless love you poured into them will now flow through me, doubled in its intensity, because it now carries my share and yours. You taught me how to love with depth, how to parent with grace, just like your mom taught you, and the lessons and virtues she instilled in you will remain the anchor of our home. I promise to take care of Mom just like you taught us, and enhance the bond with her grandchildren, Sky and Dani. I may not fill in the gap as the last born she adored, but I will do my best to make sure your memories will remain vibrant and alive. Like how you brought your family and my family together during Christmas, I promise you that it will not die off. And Sky and Dani will be there to help me keep the bond Sky and Dani will be there to help me keep the bond of their uncles and aunties from both our families. The children, holidays, and birthday surprises will remain honored, including yours, which is coming up on 24th November, 4 days from your resting day. I am shattered, but I'm not broken. I am wounded, but I'm armed with the lessons you taught me. I thank God for the days I spent with you. It's hard to accept the will of God, but maybe He just didn't want you to suffer in this cruel and unforgiving world. Rest now, my beautiful wife. Rest in the perfect, glorious peace of God that you so richly deserve. Your watch has ended. Mine continues, fueled by a love that not even death can dim. Watch over us until I can hold you again. My love, now and always, rest with the angels till we meet again. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tash, tumpigie makofi. Mazuri, Tash, thank you. And your team, God bless you, God bless you. Nafasi hii nzuri, we want to really to appreciate wale wote ambao tumefanya kazi hii. Our chair, I can see you and your whole team there. The media personality, hata Baby Top ako hapa. We are happy to have you around here. Tunashukuru tumekuwa naye Kago. Again, another chair upande ule, and it has been good. Hallelujah. And we really appreciate also the clergy.
May God bless you. Nafasi hii nzuri, as I said, that today we have the State of the Nation address. And therefore we would want to rescue some time for that. And therefore with kind request, nauliza wote kwa heshima kubwa tuweze kusimama, because at this moment I want us to welcome our Bishop, His Grace, Bishop Michael Wanderi. I request all be upstanding. I request that we all be upstanding. I request that all we be upstanding. Na kwa makofi tuweze kumleta His Grace, Bishop Michael Wanderi. Makofi mazuri as he comes here. Tumpigie makofi hadi afike jameni. In Jesus' mighty name. Asante sana Pastor Paul kwa heshima yote. Our DP Professor Kidiki, natoa heshima zote na wabunge wote, and all protocols observed. Tunaweza tukaketi. Yangu ni machache sana kwa sababu ningetaka kupata nafasi ya kunena neno, lakini kwa heshima ya Professor His Excellency Deputy President nitatumia muda mfupi sana, kwa sababu naelewa ya kwamba in less than 45 minutes ako supposed kuwa ameingia katika mkutano mwingine. Lakini kwa heshima zote Professor, ningeomba, kwa sababu kuna timu ambayo ilifanya kazi kubwa sana, na sio timu moja. Kuna watu ambao wamekuwa wakikutana katika maeneo mbalimbali kama committees, na tuko na chairman kadhaa. Tuko na chairman Kago, tuko na chairman wetu. Ningeomba Professor unipenda kamoja. Chairman Kigomo akuje tu. Kigomo, nimekupea dakika zangu za kuhubiri, kwa hivyo I will give you less than 1 minute ili utoe shukrani, kwa sababu tunajua taifa imeshikilia Betty Bayo kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo kindly, Kigomo, kindly, I know you are an elder in your church. I've given you only 1 minute. Kindly. Thank you. His Excellency Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mama County wa Kiambu, viongozi wote ambao wamekuja hapa, viongozi wa Mheshimiwa wa Kiambu Honorable Mashua, nitatii yale ambayo Askofu Michael Wanderi ambaye ametuongoza vizuri, na yangu His Excellency ni kutoa shukurani, kwa sababu tangu Jumatatu ambayo tulipata ya kwamba msichana wetu rafiki Muibanji ametuacha, tulipata support kubwa sana, na ndio maana tumefika hapa na tukasema ya kwamba lazima tutashukuru kwa sababu ya mengi. Najua ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa hapa, lakini kwa mipango ya nchi ndio maana umekuja na ungekuja na yeye, lakini tumepata support kubwa sana kutoka kwake. Tumepata support kubwa sana kutoka kwako. Tumepata support kubwa sana kutoka kwa His Excellency the former President of the Republic of Kenya, na hawa bunge wote ambao tumekuwa hapa. Na kwa sababu sitaongea mengi, mimi ni kusema ya kwamba kamati ambao nilikuwa naongoza imetenda. Tulikuwa tunakutana nyumbani tukiongoza. Zekano usiseme amen, lakini unielewe. Ukienda kwa niliwaambia nilikuazika na watu, babangu mzazi amekufa. Wanakuja tunalia hapo, wanakuja kusema we are celebrating the death of Stephen Mwangi.
Nikauliza ndani yangu, Jesus, our soul blood winner amekufa and you are celebrating. Utaingia kwa nini yake? Utaingia kwa viatu zake kutuanza kutupea mkate? Nikasikia watu wasema ni Mungu ameshukua. Nikauliza, how unjust is this God? Amewacha mamangu na watoto 10. Please, where you are what? Take care of your feelings. Don't excite us, because we are not ready to be excited. We can see the life ya huyu mtu. Tunamuona baba watoto, tunamuona mke bwana ya unaona vile walivyo, ona wamamizi wao. Na kila mtu tena aelewe ya kwamba the center, who is the center of interest? Kwamba the center, who is the center? May God bless you so much once again. Kwa sababu ya kupata nafasi ile, I never thought, I even never dreamt that my daughter, tumekaa na yeye kwa nyumba na mke wangu Reverend Ann, I never thought that one day nitafanyia msichana huyu mazishi. Huyu msichana ni mtu mzuri. Hana, I know she's gone through Fin Africa, lakini haja kufa kwa bitterness. Nilikaa naye kwa kitanda 1 hour tukiongea, na kifo huwa kimejificha sana. 1 hour akaniambia nika down tu, ninawekwa bishop, taenda home. Na ukweli akaenda home, only to realize that same night amepelekwa hospitalini. 4 days she's gone. I never thought, I never dreamt even one day ya kwamba mshirika huyu amenisaidia. She's the one who introduced Sala K kwa madhabahu ya church kwetu. She's the one who introduced Evelyn Wanjiro kwa madhabahu ya kanisa kwetu. She's the one who brought in Florence and Denny na waimbaji wengine wengi. As a church, we are mourning as a church, kwa sababu ametuacha huyu. Wakati nilikuwa nimeshindwa kiasi kununua shamba ya kujenga kanisa kule, kununua we are mourning a very close friend, mshirika. Kwa sababu ya heshima ya our deputy president, kabla niombe, nikubalie nimwalike mheshimiwa wa hapa. Kujeni nyote muibe wimbo mmoja. Waheshimiwa wote kujeni muibe wimbo mmoja, alafu nimwalike mwisho. Kujeni wote, wale wa zamani na wale wa karibu. The former Wajakoya kuja tu. Kuja. Kindly give me time. Wacha Jomo, please come. CS rafiki yangu Kuria oka wa brother ukai mwine rwimbo rumwe. Kuna mwingine amebaki. Mwaina rwimbo mukiiba ule wimbo nitawaachilia mketi chini, nitamkaribisha madhabahu. Situwapigie makofi jameni. To stretch pale tu. Jomo my friend. Kawajiko. Tulia, hapa hakuna showdown. Tuweke wimbo tafadhali, kindly. Wa muradha niwe wina rwimbo. Hey microphone. Niwe wina rwimbo.
Si tuwapigie makofi sasa, tuwapigie makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri waheshimiwa wetu. Tunawapenda. God bless you. Nimeona wa Mumbi pale, Betty, nimekuona. God bless you so much. God bless you. God bless you. Sabina, God bless you. Mungu awabariki sana kwa heshima ya mshirika wangu, msichana wangu na pia muibaji pamoja na waibaji wote. Kindly kwa heshima kubwa sasa ili tuweze kumwashilia His Excellency Professor Kindiki Kithure, Deputy President wa taifa letu la Kenya. Naomba zote tusimame tumulete kwa madhabahu. Dada yetu Betty, askofu, mimi nitatii ile amri umepeana. Umetuambia sisi zote tuchunge ulimi. Kwa hivyo tunataka tuchukue nafasi hii. Nataka nichukue nafasi hii askofu, niseme ya kwamba mimi nashukuru vile nimefika hapa, na vile vile natoa rambirambi zangu kwa familia, kwa watoto, kwa mume na watu wote wa familia ya Betty. Na ninaomba Mungu ailaze mahali pema peponi. Ya pili, niseme ya kwamba Mungu ametupatia talanta mbalimbali. Huyu dada yetu alikuwa mwanamuziki na alikuwa mtu wa Mungu. Mimi sikuwa na bahati kukutana na yeye, sikumjua personally, lakini nilijua wimbo wake. Nasikia ameimba nyimbo mingi, lakini mimi nilikuwa najua wimbo moja, The 11th Hour. Na huyo wimbo Mungu alitumia ulimi wa dada yetu kubariki mioyo ya watu wengi, kuinua mioyo ya familia nyingi. Mimi askofu na waombolezaji wenzangu, naomba Mungu anisaidie ulimi wangu usikalete laana, bali ulete baraka na usaidie hata kama ni mtu mmoja. Jambo la mwisho askofu, na asante kwa ile heshima yote ambayo umetupatia. We don't take it for granted, kwa sababu tukiwa hapa tuko chini ya mamlaka ya kanisa. Tunaweza kuwa na vyeo vya kisiasa na vyeo vingine, lakini tukifika kwa madhabahu, sisi tuko chini ya amri na utawala na uongozi wa viongozi wetu wa kanisa. So, askofu, we respect you and thank you very much for honoring us. Mimi nimesema tu nipitie hapa just to say pole and just to show that we are together. Leo sio ile siku ingine. Ile siku ingine inakuja. Ikikuja tutaongea mambo ya hiyo siku. So for now, nataka kumalizia askofu kwa kusema wakati ule chairman amefika hapa kuongea kwa niaba ya vikundi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinasaidiana kumpumzisha dada yetu azikwe na heshima, asiweze kuzikwa maziko ya umbwa ama ya punda vile umetuambia. Amesema ya kwamba dada yetu ameacha watoto wadogo, na askofu amesema kupitia ule chairman ambaye amepewa nafasi na askofu ya kwamba familia na kanisa wamesema kuwe na trust account ya wale wote ambao wanataka kusaidia watoto ya dada yetu.
wapate elimu, wasije kuaibika, ili hali mama yao mzazi alikuwa baraka ya watu wengi sana na alikuwa baraka ya kanisa. Mimi nataka niseme kwa ajili ya hiyo, mimi nitaungana na wale ambao watasaidiana na watoto, kwa sababu mimi pia nimezaliwa familia ya mhubiri. Na najua watu wahubiri, watu wa kanisa wanapitia shida nyingi na wanabariki watu wengi. Lakini wanapotuacha watoto wao saa ingine wanasumbuka. Nakumbuka babangu ambaye sasa ako na miaka karibu na 90. Amezeeka, ametoka katika huduma. Lakini alikuwa katika huduma ya kanisa kwa zaidi ya miaka 50. Actually 55 years. 5 years in active service as an ordained reverend of the Methodist Church. Kwetu nyumbani alikuwa ameweka bango pale nyumbani kwetu mahali nilizaliwa. Zaburi 37. I have been young and now I am old, but I have not seen the righteous suffer, nor their children begging for bread. Hiyo kibango hata saa hii iko hapo. Mimi nimezaliwa niko na miaka 53, nilikuta hapo. Ati ya kwamba mtu ya Zaburi anasema mimi nimekuwa mtoto lakini sasa nimezeeka. Lakini sijaona mwenye haki akiachwa na Mungu wala watoto wake kuombaomba mikate. Tunaombea baraka watoto ya dada wetu na watoto wote ambao wameachwa na wazazi. And we will support them. We will support the church, we will support musicians, we will support artists. Na mimi nawasihi marafiki wengi, ma-artists na musicians, wale wako katika creative economy. Hapa kwetu Central Region tuko na wengi, very talented, very powerful. Please come together and let us establish a big foundation or trust to provide resources to take care of the children of artists and the families of artists, so that we don't have our artists dying in poverty. Na mimi kama moja wenu hapa area hii, I hope there is some leadership that we will get from the artists, from the musicians, tusaidiane. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea kuzidi hapo.